Niliwahi kuitwa kwenda Kigoma, kwenda kutibu. Mimi ni daktari, ni staff yani. Nikaenda kumwangalia mgonjwa yule mgonjwa tukaelewana. Baada ya kuelewana hiyo bei, hela nyingine hawakuwa nayo, wakanipa mbuzi. Lakini hiyo mbuzi nilionyeshwa mchana peupe. Ila wakati wa kutoka huko, nilitoka usiku kwenye saa 9. Saa 9 mbuzi wakaibeba wenyewe kwenye baiskeli. Wakaibeba mpaka pale kwenye gari wakaingiza. Wakati wa kufika hapa nyumbani Nyankumbu, kufika mbuzi akabebwa na bodaboda, sikujua lolote kinachoendelea. Baada ya pale kufikisha hapa nyumbani, watoto wakajaa. Hii mbuzi huyu yukoje, hana mapembe? Hii mbuzi sijui anakojolea wapi? Ndio nikasogea na mimi, kwa kuwa ni mtoto wa kike sikuelewa. Nikasema mbona mbuzi huyu walinipa mbuzi kamili, imekuaje? Nilichompokea mbuzi ni huyo. Ana jinsia mbili. Kwenye dume unampeleka, kwenye jike unampeleka. Halafu vile vile sehemu ya kukojolea, sehemu ya kukojolea ni sehemu ile ya kike wanapotolea mtoto. Hapo wakati wa kumwona hivyo, nikatafuta ushauri kwa watu. Wakasema muache tu. Eti kuna mbuzi zingine zinaitwa shoga. Wapo waliokuwa nasema kuna mbuzi zingine zinaitwa shoga. Liache tu, wakati mwingine yanazaliaga wapi? Basi baada ya pale nimekaa naye kama miezi 2 hivi. Nilijaribu kumpigia ile simu ya kule Kigoma, haikupatikana. Ikabidi nimpigie yule binti. Binti akasemaje, hebu ngoja niwapigie. Kuwapigia eti wamesema hivi, kumbe ilizaliwa hivyo hivyo. Na wakati wanakupa hapo walijua umeiona. Nikawaambia mbona niliona kabisa, walisema hivi. Hii mbuzi ilikuwa na mtoto lakini mtoto amekufa. Ilikuwa jike. Nashangaa sasa hivi tena limekuwa na jinsia mbili. Mimi nilipigiwa simu nikiwa sipo mazingira ya nyumbani. Nikaambiwa bwana, kuna mbuzi tumemwona amefungwa sehemu. Ilikuwa ni usiku kama mida ya saa 5. Baada ya kuambiwa taarifa ya mbuzi yule, ni kulingana na utaratibu wa kiongozi, nikaona yule mbuzi hana sehemu nyingine sahihi ya kwa tofauti na kuja kwangu. Nikamwambia wamlete nyumbani. Wakamfikisha mbuzi nyumbani kweli. Walivyomfikisha mbuzi nyumbani, baadaye mimi nilifika kesho yake asubuhi nikamwangalia yule mbuzi. Yule mbuzi katika kumwangalia nikagundua ni mbuzi ambaye hana jinsia, hajulikani ni wa kike au ni wa kiume. Baadaye nikawa sasa nimechukua jukumu la kuanza kufuatilia kujua kwamba huyu mbuzi ni wa nani. Tukurudi katika mazingira yale alipokuwa amefungwa yule mbuzi, tukatafuta majirani, ukatuelekeza mwenye mbuzi ni nani. Tukamtafuta yule mama, tukamuona. Kama mama, uje sasa uchukue mbuzi wako. Akasema sasa nitakuja nimchukue. Baadaye mimi nikarudi, akaja hadi nyumbani. Nilipofika nyumbani hapa nikamuuliza mbuzi wako ni wa aina gani, akanielezea. Basi nikampeleka mbuzi alipokuwa amefungwa, maana yule mbuzi hana jinsia. Baada ya kuwa nimempeleka alipofungwa, akasema nimemuona mbuzi ni yeye. Lakini sasa huyu mbuzi kwa sasa hivi mimi simuhitaji. Kwa sababu huyu mbuzi labda mumuachie tu aende nako kujua. Maana huyu mbuzi mimi kwanza nilishangaa kwa nini yuko hivi. Sasa nikamuuliza, huyu mbuzi wewe umemfuga toka utotoni mpaka amefika umri huu, haujui ni kwa sababu gani yuko hivi? Akasema mbuzi huyo alienda kupewa zawadi, alienda kufanya matibabu Kigoma. Alivyofika kule akamtibu yule mbuzi, akamtibu mtu. Alivyomtibu yule mtu, katika zawadi ya kumpatia kama malipo akampatia mbuzi yule. Na kwa mujibu wa maelezo yule mbuzi sasa alikuwa ni ana mtoto alizaa. Na alikuwa yuko vizuri, lakini alipokuja kufika huku, maana yule mbuzi alimpewa usiku kwa mujibu wa maelezo yake. Alipokuja kufika huku asubuhi, mchana sasa anashuka kwenye gari anaenda nyumbani, anamfikisha nyumbani, hata hajamkagua. Watoto ndio wakaanza kumwambia mbuzi hana pa kukojolea, siji mbuzi ni jike. Sasa katika kuangalia na yeye akawa amemgundua vile. Sasa akawa akashinda sasa kuelewa kwamba sasa ni mbuzi wa aina gani. Amepewa yuko mzima, ila amefika huku haieleweki ni wa namna gani. Kwa hiyo mama kamuogopa yule mbuzi. Sasa katika jitihada za kuendelea, sasa baadaye akasema ngoja niende, nikishaenda nikifika kule nitatuma vijana waje wamchukue. Sasa katika kwenda kule ndio mazima sasa. Kumpigia tu simu,
mama, mbona hujui mbuzi wako? Hatua ya mwisho ananiambia, balozi, labda sasa mtumishi wa Mungu umuombee tu abadilike awe mbuzi wa kawaida. Sasa mimi nianze kuombea mbuzi? Nikamwambia, mama, uje uchukue mbuzi wako kwa sababu mbuzi ni mbuzi tu. Akakataa. Kwa kweli mpaka sasa hivi yule mama hana hamu na huyo mbuzi, na sidhani kama anamhitaji tena, kwa sababu hata kama nikimpigia simu 100% anasema hana shida naye. Mimi kwa majina naitwa Jason Mutayaba, ni daktari wa halmashauri manispaa ya Geita. Hili tatizo la mbuzi kuzaliwa akiwa na jinsia mbili za kike na kiume, au kuzaliwa akiwa na shida ya sehemu za kutolea mkojo au kinyesi kutokuwepo, huwa lipo kwenye wanyama vile, sio kwa binadamu tu, hata kwa wanyama. Tunaita kwa kitaalamu congenital anomaly. Congenital anomalies ni matatizo ambayo kiumbe kinapokuwa kinaandaliwa kinakuwa kule mwilini, kunakuwepo na mtafaruku wa mifumo ambayo inaleteleza kila kiumbe kutenganishwa kwa majukumu mbalimbali. Kwa hiyo unapotazama mparanganyiko huu kwa maana ya mfumo kuingiliwa, basi unasababisha matokeo yake ni baadhi ya viungo kutokamilika au baadhi ya viungo kwenda sehemu ambayo sio ambayo inakuwa imelengwa wakati kiumbe anakuwa. Kwa hiyo na zipo sababu mbalimbali, hiyo ni moja ya sababu mbalimbali, lakini sababu nyingine ni za kuzaliana. Yaani unakuta baba anazaa na mtoto wake, yaani kama ni dume zaa na jike ambalo ni binti yake, naweza kusema binti yake kwa maana hiyo. Vizazi hali kama hii ikijitokeza, ndio tunakuja kupata matatizo haya ya kimaumbile. Sasa hali kama hii inapojitokeza, mnyama kazaliwa ana sehemu ya kutolea uchafu na kinyesi au mkojo, huwa tunashauri kwamba akishatokea mnyama wa namna hiyo, awe ni jike au awe ni dume, asiendelee kuzaa, kwa sababu akizaa haya matatizo yatakuwa yanajitokeza kwenye vizazi, yaani kwa watoto ambao watakuwa wanazaliwa. Kwa hiyo akishajitokeza mnyama kama huyo kwenye kundi lako, unaweza ukamfuga. Akifikia umri wa kutaka kuzaa. Lakini pili, inakupa tetesi au indicators, viashiria kwamba hebu jaribu kuangalia kwenye kundi lako au vizazi ambao wanazaliwa, je, kuna ule kuzaliana kwa ndugu? Kwa hiyo kama ni dume hilo ambalo lipo tayari lishazaa watoto majike au likazaa madume, na madume yale yakakuwa yakaanza kupanda na dada zake, na lenyewe likaanza kupanda watoto wake, au madume kupanda mama zake, basi uwezekano mkubwa wa kujitokeza hali kama hiyo au matatizo kama hali ni mkubwa. Sasa inabidi ubadilishe, ulete dume tofauti na ukoo ule, ili kuondokana na hii hali ya kuzaliana ambayo inaleteleza hayo matatizo kwenye kundi lako la mifugo hii. Na sio kwenye mbuzi tu, hata kwenye ng'ombe yanajitokeza, kwenye nguruwe hizo ni mara nyingi sana, kwenye mbuzi tatizo ni mara nyingi sana, na ni kwa sababu ya mara nyingi ni kwa sababu ya kuzaliana, inbreeding, yani wao kwa wao.